wako na watakatifu wako wanapata raha kamili kwako. Tunaomba mtumishi wako Ilembo Malingita ambaye haoni tena mwanga wa jua apate faraja ya kuona nuru yako milele. Tunaomba hao kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele. Somo la kwanza. Neno moja najua, kwamba mtetezi wangu yu hai. Alinena Ayubu alipomtumainia Mungu. Ni somo katika kitabu cha nabii Ayubu sura ya 19 aya ya kwanza, tena aya ya 23 hadi aya ya 27. Ayubu alisema, laiti maneno yangu yangeandikwa sasa, laiti yangeandikwa kitabuni, yakachorwa katika mwamba milele kwa kalamu ya chuma na risasi. Lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamuona Mungu, nami nitamuona mimi nafsi yangu, kwa kuwa Mungu amewajaribu na kuwaona kuwa wamemstahili, kama dhahabu katika tanuru aliwajaribu, akawakubali mithili ya kafara. Wakati wa kujiliwa kwao watang'aa, na kama vimulimuli katika mabua makavu watametameta. Watahukumu mataifa na kuwatawala kabila za watu, naye Bwana atawamiliki milele na milele. Wenye kumtumaini watafahamu yaliyo kweli, na waaminifu watakaa naye katika upendo. Mradi neema na rehema zina wateule wake. Neno la Bwana.
kijana nakwambia, inuka. Ni Injili ya Luka sura ya 7 aya ya 11 hadi aya ya 17. Tusimame sote. Heri wafu wafao katika Bwana, tangu sasa wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yatafuatana nao. Bwana awe nanyi. Somo katika Injili kama ilivyoandikwa na Luka. Yesu alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anayechukuliwa nje, na ni mwana wa pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mji wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia, usilie. Akakaribia akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, nakwambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Na hili ndilo neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Tunapokusanyika kutafakari ama katika ibada hii ya kukumbuka marehemu wetu wa siku ya leo, ambapo familia imeona ni vema kuweza kuwa na kumbukizi lake, kuna mambo kadha wa kadha ambayo yanakuja kichwani mwangu na kuanza kujiuliza kuhusu maisha ya binadamu. Hatima yetu ama kiini chetu cha kuishi ni nini? Kwa nini Mungu atulete na anajua vyema kwamba atakuja kutuchukua? Kwa nini hakutuacha tuweze kuishi milele? Yote hii inatuelekeza kutambua kwamba kumtegemea Mungu ndio neno ambalo la busara, na maisha yetu yote yanaelekea kwake Mungu, sababu yeye ndiye mwanzilishi wa maisha haya. Tunapofikiria kuhusu Mungu kuwa chanzo cha maisha, yeye ndiye aliyeotesha mbegu ya uhai ndani mwetu. Yeye ndiye anayepangilia maisha yetu, na yeye ndiye anayejua ni siku gani atatuita tukapumzike. Sikiliza somo letu la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Ayubu, ambapo Ayubu alikuwa amepitia mateso mengi, na katika mateso yake yote haya aliweza kuwa anapata vishawishi vya kumlaani Mungu ili aweze kupona kulingana na marafiki zake. Lakini yeye aliona kwamba vyote alivyo navyo ni Mungu aliyempa. Yeye ndiye mwanzilishi, na alipokuja duniani alikuja akiwa bila chochote na alirudi bila chochote. Hii inanikumbusha juzi tulipopoteza padri wetu mwingine ambaye alikuwa ni mkuu wa shirika wa kwanza wa Afrika Mashariki, na askofu alipokuwa anahubiri kumhusu, sababu mapadri wote wa shirika letu wa Afrika Mashariki walipitia mikononi mwake, na huyu askofu akawa anatafakari kuhusu maisha ya huyu Father Daniel. Na Father Daniel aliweza kuishi na mimi kama frateri, na ukimwangalia alikuwa anaogopesha. Alikuwa ni jitu kubwa, na alikuwa anaogopesha. Akikuangalia unaweza ukaingia hofu, alafu mkianza kuongea unaona kwamba kumbe sio vile nilivyofikiri. Na huyo padre aliweza kuendesha shirika letu na akaweza kulifikisha mpaka pale ambapo tulikuja kugawanyika,
binadamu tukagawanyika tena, tukawa mataifa matatu badala ya shirika moja, ikawa ni mataifa matatu, kila taifa ikawa kanda. Kile ambacho alikuwa nacho huyu baba ni kuunganisha. Yeye alikuwa anataka Afrika Mashariki iweze kuwa imeungana na kazi zetu zifanyike kwa pamoja. Na tunapokutana, kwa mfano watu kutoka Afrika Mashariki tunapokutana, huwa tunasahau kwamba mimi ni wa jimbo lipi. Mimi si wa jimbo la Kenya wala Uganda wala Tanzania, sababu tumesoma na tumekuwa wote pamoja. Hii mbegu ambayo padri aliweka katika shirika letu na kuweza kuwa kitu kimoja, hii ndio mbegu ambayo pia nimekuja kusikia hapa kwamba huyu mzee alikuwa ni kiongozi wa ukoo, na unapokuwa na nafasi hii ya kipekee ya kuweza kuongoza watu na kuwapa njia, kwamba nataka tuweze kutembea katika njia hii kwa sababu tuunganisha ukoo wetu pamoja, uweze kuwa watu wanaishi kwa amani. Migogoro inapotokea inaweza kutatulika kwa sababu ya hekima. Huyu mzee nadhani hakuchaguliwa hivi hivi. Kuna vitu alivyoona kwamba ana sifa za kuweza kuwa kiongozi, na hivyo ndio sababu aliweza kumpa nafasi hii ya kuweza kuongoza ukoo hapa kwetu. Na tunapokumbuka maisha yake, ni kuomba Mungu aweze kutusaidia sisi ambao tumeachwa, hasa familia. Yale mambo ambayo alikuwa anayafanya yanapendeza, yanafanya watu waweze kuwa na imani naye kwamba ataweza kuwaongoza na kuwa na mshikamano. Tuombe amani. Hicho ndicho kitu kikubwa, kuombea amani katika familia hii. Huyu mama ambaye ni mjane na watoto wake waweze kuishi kwa amani, na amani inapotawala kutakuwa na upendo, na upendo unapokuwepo kutakuwa na ufanisi, kwa sababu wataweza kuwa wanajuliana hali na wataweza kuwa wanasaidizana, bila kusema kwamba hii ni ya kwangu, bali hii itakuwa ni ya kwetu. Mimi hii zinafanya ni kazi zangu, bali itakuwa ni kazi zetu. Tunapokuwa tunaishi kwa upendo katika familia, hata kama kuna mmoja ambaye hali yake sio nzuri, tunaifunikia kwa sababu sisi tunakuja pamoja na kuweza kumuinua. Kuna kabila moja hapa Tanzania inaitwa Wachaga, na kila mwisho wa mwaka Wachaga wanaenda Krismasi nyumbani. Wanaenda sio kunywa pombe tu, bali wanaenda kupanga mikakati. Tutawezaje kuinuka? Ile mipango uliyotuambia mwaka jana unataka kutekeleza, ni wakati wa kutoa ripoti ya kile ambacho umefanya katika kipindi cha mwaka huo na changamoto ulizozipitia. Na yule ambaye anaibuka, hawa wanakuja pamoja, wanasaidizana na kumpa mtaji ili aweze kuinuka katika maisha. Hawa wanajali wenzao. Na ndio maana utakuta Wachaga wengi na wafanyabiashara Tanzania wakubwa, kwa sababu wanabebana. Huu ni mfano ambao tunastahili kuiga, kwamba tunasaidizana sisi katika familia, kwamba familia yetu kusiwe na mtu anayesema kwamba mimi ninaumia ili hali kaka yangu ana uwezo ama dada yangu ana uwezo. Wana upendo huo wa kipekee, kwa sababu hawataki mmoja aumie, kwa sababu akiteseka familia nzima inaaibika katika kijiji. Vivyo hivyo tuombee familia hii kwamba hata mmoja wao asiteseke, waishi kwa umoja na upendo, wasaidizane, wabebane, na wamfanye mama awe na furaha, kwa sababu tunapoanza kuishi kwa uzozano mwingi, huyu mama ndiye tunayeumiza. Huyu mama tumfanya aanze kupata magonjwa ambayo ni magonjwa angeweza kuzuilika, kwa sababu pengine kijana amekuwa ni mkorofi, msichana amekuwa ni mkorofi, wanamtukana na kumkosea heshima. Huyu mama yote haya anaweka moyoni na anaanza kulia. Uwepo hawa watoto hawangenikosea heshima. Watoto, msifanye mama afikie hatua hiyo. Kila wakati afurahi sema kwamba kumbe baba aliweza kuotesha mbegu nzuri kwa watoto wangu. Maadili mema ndio sifa ya mama kuishi muda mrefu. Tunapoishi na kumpenda na kumjali na kumtunza, atakuwa anatubariki. Yeye ndiyo mwombezi wetu. Tuombee roho ya marehemu huyu baba, kwamba Mungu aweze kuipokea, Mungu aweze kumjalia na kumuingiza kuwa miongoni mwa wateule wake. Na sisi wenyewe ambao tumebaki, Mungu aweze kutufungua macho, tutambue upendo wake, na tutambue kwamba sisi wote ni wasafiri. Tunachoondoka nacho hapa ni kile ambacho tumeacha, tumeotesha. Kama umeacha matendo mema,
utakumbukwa kwa karama zako nzuri. Kama umeishi maisha mabaya, basi utakumbuka mabaya yako na kwa muda utasahaulika. Tuweze kuwa watu wa kuacha kumbukumbu ya matendo mema. Ndugu zangu, tumuombe sasa Bwana wetu Yesu Kristo aliyeshinda mauti na ufufuko wake na kukaa sasa katika utukufu wa Baba yake. Tumwendee Mungu kwa sala. Ndugu Baba Ilembo Milingita, umuondoe katika giza la mauti na kumwingiza katika nuru ya ufufuko wako. Bwana, tunakuomba. Bwana Yesu, wanaomboleza kifo cha ndugu Baba Ilembo Milingita, watulize kwa tumaini la kuonana naye tena huko mbinguni. Bwana, tunakuomba. Bwana Yesu, kwa ajili ya ndugu zetu wote marehemu na pia marehemu wale waliosauliwa na ndugu zao, Bwana wahurumie, wajalie wapumzike kwa amani pamoja nawe katika utukufu wa Baba. Bwana, tunakuomba. Bwana Yesu, kwa ajili yetu sisi sote tuliokusanyika hapa kumsindikiza ndugu yetu katika mazishi haya,
Tujalie tudumu siku zote katika neema, ili siku unapotuita tuweze kupokelewa nawe. Bwana, tunakuomba. Tuliokusanyika hapa kumkumbuka na kumwombea ndugu baba yetu Ilembo Milingita kwa adhimisho hili la Ekaristi Takatifu. Fungua macho yetu tukutambue tunapoumega mkate, ukatujalie kudumu uaminifu katika maisha yetu. Bwana, tunakuomba. Leo kwamba Mungu aweze kumpokea na kumfariji, aweze kumweka miongoni mwa wateule wake. Bwana, tunakuomba. Kristo uliyefufuka katika wafu kwa utukufu, upo pamoja nasi kundi lako. Tunakushukuru. Uyapokee maombi yetu na kuyapeleka kwa Baba. Umjalie huyu ndugu yetu tunayemkumbuka leo uzima wa milele, wewe unayeishi na kutawala pamoja na Baba daima na milele. Amen. Kwa mema yote aliyonipa
tupate amri, tubariki na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunakuomba sadaka hii tunayokutolea sasa ikupendeze, naye mtumishi wako Ilembo Malingita apate msamaha wa dhambi zake alivyokuomba, na baada ya kuupata ashangilie daima pamoja na watakatifu wako na kukutukuza milele, wewe mtukufu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote, Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye wokovu wa ulimwengu, uzima wa watu na ufufuko wa wafu. Kwa hiyo majeshi ya malaika waabudu utukufu wako, wakifurahi milele mbele zako. Nasi tunaomba sauti zetu ziungane nao tukisema kwa shangwe. Tunakusihi takase kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari kuingia katika mateso, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakayomwagwa kwa ajili na kwa ajili ya wengi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tutangaze fumbo la imani. Bwana, tutangaza kifo chako na kwa hiyo, Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu.
Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Bwana, ulikumbuka kanisa lako lililoenea popote duniani. Tukamilishe katika upendo. Sisi mwenye Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, Askofu wetu Joseph Roman Mlola na watumishi wako wote. Umkumbuke mtumishi wako tunayemkumbuka katika ibada hii ya leo. Kwa kuwa alishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo, mjalie pia ashiriki ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu marehemu, hasa Kardinali Pengo na Father Peter Asenga waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, mitume wenye heri na watakatifu wote waliopendeza tangu kale, na kuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, ewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata daima na milele. Kwa kutia katika Mwokozi wetu Yesu Kristo na kufuata maagizo yake, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, uyasamehe makosa yetu kama tunavyosamehe. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi, kwa huruma yako tusifadhaishwe na jambo lolote, tugojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen. Wako na nguvu na utukufu. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na waachieni amani na wapeni amani yangu. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalie amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, na yaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tushirikishane ishara hiyo ya amani. Lord.
kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili ingie kwangu, lakini sema neno na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo tulinde tupate uzima wa milele. Tuombe. Bwana, baada ya kupokea mapaji yako ya mbinguni, tunakushukuru sana. Vile vile tunakuomba kwa unyenyekevu, mfungulie mtumishi wako Ilembo minyororo ya dhambi zake kwa ajili ya mateso ya mwanao, apate heri ya kufika kwako. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba kama kuna tangazo lolote. Keti.
Alione mwanga wa milele kule mbinguni. Mwanga hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Salamu Maria. Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mzao wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Raha ya milele mpe Bwana, na mwanga wa milele kwa amani. Amina. Bwana awe nasi. Na awe wabariki Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Jambo ndugu zangu. Msifu Yesu Kristo. Anayeongea ni mimi Ibrahimu Shabani, mdogo wake na huyo anayelala baba pake. Waongozi zangu, Wakristo ndugu zangu, japo katika imani tofauti, huyo aliyelala hapa ameniachia kazi ngumu, sijui kama nitaiweza, sababu huyu mtu alikuwa mtu wa ajabu, sijui kama tutafikia hapa kwa kazi aliyonipa. Hekima yake ilikuwa ndio maana familia yetu iliishi katika amani katika kambi yenye, lakini nina imani kama nitaweza kufikia alichofanya kwa nguvu zenu, ili kwa sala zenu niweze kutimiza lengo. Cha pili, kumlinda huyu aliyeniacha sio kazi ndogo. Kwa hiyo ndugu zangu, sina maneno mengi, siwachoshe. Kidogo tulio nacho, familia ambayo imetukaa katika hali ya umaskini wetu, na waomba niyapokee kadiri mtakavyoyapokea, hasa kwa baba pale. Nakuomba Baba, ujipokee kwa moyo mkunjufu. Tumeweza kukitoa katika hali yetu ya umaskini ili uweze kupokea jinsi ilivyo, na hiyo ni rambirambi yangu vile vile kwa ndugu waongozi, wapenzi na Wakristo wote. Usiseme ile ni alama, sikutayarisha ile kwa ajili ya kusema kama mtashiba, ni alama. Tumsifu Yesu Kristo. Hivi tunaenda sasa kule atmo ndio kwenye Yawe padiri ya ole na kali. padiri tu hamsini mali yake. Padiri Pasang kalau luar embawanya.
Toma buena cámara. No, yo la dos. No, busco cámara, todo igual a bato. Ya muy mamá, me todo como nada. Niendeka kushamba na ukuja kuzaa ile siku. Ni mtoto wangu wa tatu ilikuwa hivyo hivi. Nani mesiku na matunda. Ndio mama yako. Saya ndo manyali TV. Ndio wate. Bakula ngali pale. Hapa kule uza baba. Usongee kwa. Ngali kwa tata. Baba. Inaharibika inafanya. Hapana, utakuwa huko na geuza tu. Ile ni ya masongo hivi. Msongea yenyewe kwa ngeu. Hivyo hii. Akatoka na yolo tu. ile kupitisha hiyo. Tutachoka na kuangalia kwa. Na migongo lisha. Tayari. Ndio hivyo. Tunamaliza. Hii sote na ndio mkandi. Atoziza hataki. Ndio mkandi na Ni jamani simame kule kuuliza pale madeni kila familia timu tuko wao kengoa kwa wanani. Fanya nguvu waijenge tena upya tu. Ya, boka kama watashinda kujenga ile ile imeshashindikana. Ile imeshashindikana. Ile manani imeshaanza kuvunjika vile. Baba wanasikia wanakupa kutenga kanisa tikisa watu wanaonekana Kongo. Sasa hiyo ni sababu. Tunawachana Tanzania. Tunakie tu humu. Mbona wao ndio wanaacha kwao? Sigara, pombe, weka yao hiyo. kama ndio pia hiyo. Bebe ama leki mbako ekiba kelu hili. Bi anle kama kiba kuli. Kubi. Ni kama kuna mandunia. Julia. No. No, le bañamos, Iyo le. lo bañamos.
Sasa uko no. Dende ela no. Tu, ngoja sasa. Dende ela no. Wali, kenge, nyama. Mushi chumu chimfuni. Nani? Alo ole nani? Mile. Mile yole. Njoo huku. Ona kumacho, ona mapengo, ni mapengo, ni mapengo. Hata wewe unapatana akikunywa kewa hata sewa Niyafanye mapenzi yako. Aseme huko tuandika mahali. Tukiandika mahali watatulomba ingine franga. Ya mwenyewe. Kala kato kabibi. Ale mama soge. Bili. Uite blasi acum. Ndio kama atatoka atoke. Shoot. 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 Mazuna baadaye. Yametuangaliane kule. Chukua kwanza maji. Rekodi basi. Rekodi baba yangu.